utulivu mkubwa na usikivu, na ni imani yangu kwamba hichi ambacho kimeelezwa hapa basi tumekipokea vizuri, na ikifika muda wa kufanyia kazi basi tutakifanyia kazi. Lengo la sheria hii ni kuweza kuondoa migogoro katika masomo yetu, yaani tuende kwa mujibu wa sheria tuweze kuepuka migogoro isiyokuwa lazima. Kwa hiyo asanteni kwa kusikiliza. Inahusiana na masuala ya uongozi wa soko. Vipi viongozi wa masoko watapatikana na ni watu gani wa kuwachagua viongozi wa masoko na wanatakiwa wawe na sifa gani viongozi wa masoko? Katika sehemu yoyote ile haitakwenda vizuri kama kutakuwa hakuna uongozi ambao umechaguliwa na wale wahusika wenyewe. Tunashukuru kwanza, tunashukuru kwa wale viongozi wetu tuliokuwa tunao, na sasa hivi kuna uongozi mwingine ambao utaongezeka zaidi ya pale ulipokuwa. Yaani naweza kusema kwamba huu ni uongozi mkubwa zaidi, tofauti na uliokuwa ule wa masoko wa zamani, kwamba huu umepanuka zaidi, huu ni mkubwa zaidi. Lakini katika muongozo huu ni muongozo mkubwa. Kuna sifa za mfanyabiashara, vipi awe mfanyabiashara, biashara gani kufanya. Lakini sisi huko leo tunakuacha, tunaenda juu ya utaratibu wa uendeshaji wa masoko. Jambo la kwanza litaenda moja kwa moja kanuni hii katika sehemu ya 3. Katika sehemu ya 3 ya sheria hii au ya kanuni hii imezungumzia juu ya wajibu wa mkuu wa soko. Kwanza tufahamu kwamba sasa hivi utakuwa kuna mkuu wa soko. Mkuu huyu wa soko ambaye atakuwa ni mfanyakazi wa ile mamlaka. Kwa mfano sisi mamlaka yetu hapa ni halmashauri. Kwa hiyo mwenye jukumu la kumteua mkuu wa soko atakuwa ni mkurugenzi mwenyewe. Mkurugenzi atawateua miongoni mwa wafanyakazi wake watakaokuwa na sifa zilizoainishwa ndani ya mwongozo huu, kwamba huyu ndiye anayefaa kuwa mkuu wa soko. Kwa hiyo hapa tujue kwamba mkuu wa soko atakuwa ni mfanyakazi wa serikali kutoka katika mamlaka. Ni zipi kazi za mkuu wa soko akiwa ndani ya soko? Kazi ya kwanza ya mkuu wa soko, atasajili wafanyabiashara na wajasiriamali wote katika soko au eneo la biashara. Kwa hiyo kazi ya kwanza yeye ni kufanya nini? Ni kusajili. Ndio kazi yake ya mwanzo ya mkuu wa soko. Kazi ya pili ya mkuu wa soko, atasimamia shughuli za kila siku za uendeshaji wa soko au eneo la biashara, lakini hapa tunazungumzia kuhusu soko. Kazi ya 3, matumizi ya rasilimali, vifaa vyote vilivyomo ndani na nje ya soko ya eneo la soko. Huduma za usafi wa soko au eneo la biashara, ulinzi na miundombinu ya ndani na nje ya soko, eneo la biashara ikiwemo maji, umeme, mitaro, vyoo na huduma nyingine zinazohusiana na hizi zitasimamiwa na mkuu wa soko. Watumishi waliopangiwa kazi katika eneo la soko au eneo la biashara atasimamiwa na nani? Na mkuu wa soko. Utekelezaji wa sheria na kanuni hizi atasimamia nani? Mkuu wa soko. Kwa sababu hizi ni sheria zinazohusiana na masuala ya soko. Kuna mambo mingi sana. Vipi biashara yako utaendesha, wajibu wako utakuwa ni upi? Kwa hiyo mkuu wa soko atazisimamia hizo kazi. Ataweka kumbukumbu za minada itakayofanyika katika eneo la soko. Atajenga mahusiano mazuri na wafanyabiashara. Atatoa taarifa za kuandaa ripoti za utekelezaji wa shughuli zote kila wiki, mwezi au mwaka. Atakuwa ndiye msemaji mkuu wa soko au eneo la biashara. Kwa hiyo huyo ni kazi za nani hizo? Za mkuu wa soko, ambaye anateuliwa na mkurugenzi na ambaye atakuwa na sifa maalum kwa mujibu wa kanuni hizi, na atakuwa
mtendaji wa mamlaka atakuwa ni mfanyakazi wa halmashauri. Kwa kule wenzetu itakuwa na baraza au manispaa. Ataandaa vikao vya kamati. Baadaye tutakuja kuizungumzia vipi kamati inapatikana, wajumbe wake ni wapi. Kwa hiyo atakayeandaa vikao vya kamati ni nani? Mkuu wa soko. Atawahamasisha wafanyabiashara kulipa ada na tozo katika mamlaka kwa wakati. Itakuwa ni kazi ya nani? Ya mkuu wa soko. Atahakikisha bidhaa zinazoingizwa sokoni zimekidhi viwango kwa mujibu wa sheria, kanuni hizi, sheria nyingine zinazosimamia ubora na usalama wa bidhaa. Itakuwa ni kazi ya nani? Ya mkuu wa soko. Atatekeleza kazi nyingine yote atakayopangiwa na mkurugenzi. Hizo zote zitafanywa na mkuu wa soko. Pia mkuu wa soko atakuwa na uwezo ufuatao. Mkuu wa soko, tumezoea mara nyingi kazi nyingi lazima aje mkurugenzi, aje nani. Kwa hiyo hapa ana kazi hizi zitafanywa na mkuu wa soko. Baadaye tukisha kumteua, maana tumesema tupeane elimu tu kwanza. Tukisha kuiunda hii kamati na tukamjua mkuu wa soko ni nani, tutawaambia mkuu wa soko ni huyu aliyeteuliwa na mkurugenzi, aliyekidhi viwango ni huyu. Kwa hiyo mkuu wa soko atakuwa na uwezo ufuatao. Mkuu wa soko atakuwa na uwezo wa kuzuia ufanyaji wa biashara katika eneo lisiloruhusiwa katika soko au eneo la biashara mfano. Sio kasema wewe unanizuia kama nani? Yule pale kateuliwa na mkurugenzi kwa ajili ya kumwakilisha mkurugenzi, na kwa mujibu wa sheria kutakuwa na kamati ya uongozi wa soko. Mwenyekiti ambaye atachaguliwa miongoni mwa wajumbe wa kamati. Kwanza kutakuwa na nani? Mwenyekiti ambaye huyo mwenyekiti atachaguliwa na kamati. Utaiangalia kamati inapatikana vipi huku ndani. Pili, lakini tujue kwamba mwenyekiti na hii kamati ni nyinyi humu ndani ya hili soko, ni wafanyabiashara wenyewe. Wataongezeka baadhi ya watu, tutawataja kama masheha, madiwani, lakini mtakuja kuona huko ndani. Kwanza mwenyekiti anachaguliwa miongoni mwa wajumbe wa kamati. Kutakuwa kuna sheha wa shehia ambapo soko au eneo lilipo, diwani wa maji ambaye anapatikana katika eneo la soko. Nini huwa uendeshaji na usimamizi wa soko? Kwanza ni nini? Mwenyekiti, alafu kuna nini? Kuna wajumbe wa kamati, yani kuna kamati, alafu kuna nani? Kuna sheha, alafu kuna nani? Kuna diwani. Tutaona nafasi zao baadaye zitakaje. Diwani wa kuteuliwa ambaye atapendekezwa na mkurugenzi. Wawakilishi au viongozi watatu wa wafanyabiashara wajasiriamali ambao watateuliwa miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya soko au eneo la biashara husika. Mwekezaji au wakala wa soko au eneo la biashara, afisa wa mapato wa soko au eneo la biashara kutoka mamlaka husika. Mkuu wa soko la biashara ambaye atakuwa katibu wa kamati. Hapa tumeona mwenyekiti atachaguliwa na kamati, lakini mkuu wa soko yeye automatically nafasi yake ni katibu. Isipokuwa wajumbe wanaoingia kwa nafasi zao, wajumbe wengine wa kamati watateuliwa na mkurugenzi au mwekezaji iwapo soko limebinafsishwa, lakini soko letu si halijabinafsishwa. Hao ndio wataja, ndo nani hao? Hiyo ndo nini? Kamati. Umefahamu vizuri kamati? Kazi za kamati. Kazi za kamati itapokea na kujadili taarifa mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara katika soko au eneo la biashara. Itapokea taarifa na kuzijadili kutoka kwa wafanyabiashara katika soko au eneo la biashara. Ndio kazi yao ya kwanza, kupokea na kujadili taarifa. Jamani, kuna taarifa hii. Kwa hiyo mwenyekiti pamoja na katibu au hii kamati inapokea taarifa, baadaye wanakaa wanajadili na kuitolea
itasimamia nidhamu kwa wafanyabiashara na wajasiriamali katika soko, itahakiki biashara zinazoendeshwa katika soko, itashauri mamlaka juu ya kustawisha na kuimarisha soko, itahamasisha wafanyabiashara wajasiriamali kulipa ada, tozo za huduma zinazowekwa na mamlaka katika eneo la ndani na nje, itakuza na kuendeleza mfumo wa biashara katika soko, itawasilisha ripoti ya kila miezi mitatu katika kikao cha baraza, itaratibu masuala ya usafi na kuhakikisha soko au eneo la biashara linakuwa safi. Kwa hiyo waomba achaguliwe kiongozi ambaye kuwa ataendana na wafanyabiashara wote, kama alivyosoma kipengele kimoja na mwanasheria hapo, kanasema kama awe ni mtu ambaye kuwa hata kuwa na matata na wafanyabiashara wote. Kwa hiyo na sisi tunataka tukichaguliwa huyu kiongozi wa soko awe anaendana na jamii ya wafanyabiashara. Kama mtu anakosa aende kumwelekeza vizuri, sio achukue hatua. Mmoja ningetoa kidogo kutokana na hizi nafasi zilizotolewa hapa kutokana na sheria. Basi ndio ushauri wangu, ningependekeza kwamba hizi nafasi nyeti kwanza zitafanywa kazi, halafu nafasi nyingine ndio zikaendelea baadaye, lakini patafutwa nafasi nyeti kwanza za kufanywa kazi ni soko, halafu ndio zifanywe kazi.